Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo yeye mwenyewe ametupa. Na tunamtukuza Mungu kweli kweli kwa neema yake na kwa uweza wake. Tunamtukuza Mungu kweli kweli. Nyanyua mkono wako wa kulia, funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, asante kwa jioni ya leo. Asante kwa kibali chako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa neema hii ambayo Bwana umetujalia. Nami niko tayari kupokea neno lako. Sema nami Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu na uweza wako. Unisaidie mimi na familia yangu, unisaidie mimi na uzao wangu, katika jina la Yesu. Ruhusu nguvu zako kunijilia tena jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Tunamshukuru Mungu kipekee tena kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Bwana ametupa. Na Mungu anisaidie, natamani niwe na muda mfupi wa kukuelezea vitu, alafu tuingie kwenye maombi. Amen, amen. Natamani sana Mungu anisaidie kwa hilo, ili lituwezeshe kuingia kwenye maombi. Kichwa cha somo ambacho tunacho, sikiliza kwa makini. Kichwa cha somo ambacho tunacho, yes, kichwa cha somo ambacho tunacho, Roho Mtakatifu, njia anayotumia Roho Mtakatifu kuhuisha au kuamsha uwezo wa kimungu ulioko ndani yako. Njia anayotumia Roho Mtakatifu kuhuisha au kuamsha uwezo wa kimungu ulioko ndani yako. Katika maana ya uwezo, maana mojawapo nilikuambia kuwa uwezo ni nguvu ya Mungu inayokuwezesha wewe kutenda jambo au kutenda kazi inavyotakiwa, au kwa lugha nyingine sawa sawa na mapenzi ya Mungu, au kwa lugha nyingine sawa sawa na mpango wa Mungu. Nguvu ya Mungu inayokuwezesha kutenda jambo inavyotakiwa. Ukisikia mtu anasema ana uwezo, maana yake iko nguvu ndani yake. Sasa nikakutofautisha, tunaposema nguvu ya Mungu hatumaanishi maana ya upako peke yake. Ukisikia neno power, nguvu, haina maana ni upako peke yake. Nilikusomea maandiko mahali pengine Biblia inazungumza nguvu kwa maana ya mamlaka. Maana yake kuna uwezo unaitwa uwezo wa kimamlaka. Lakini mahali pengine Biblia inamtambua mtu mwenye nguvu kwa maana ya nguvu ya kiakili, na huu unaitwa uwezo wa kiakili. Lakini mahali pengine inamtambua mtu mwenye nguvu kwa maana ya nguvu za kifikra, nguvu za fikra. Ukisikia huyu mtu ana nguvu ya Mungu, sio upako peke yake.
Unasikia mtu mwingine anamdescribe, ukisoma maandiko utaona wengine walikuwa described, walielezewa kama watu wenye nguvu, kwa sababu wamekaa na Roho wa Mungu ndani yao, amewapa kitu kinaitwa wisdom. Ndio maana yule mfalme Farao anamwambia Yusufu, anasema hivi, tumpate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Alafu akasema sentensi nyingine, hakuna mtu mwenye akili na hekima kama wewe. Sasa angalia, unagundua kitu gani Roho Mtakatifu aliweka ndani ya huyu kijana? Uwezo gani alikuwa nao? Ni uwezo wa kiakili na hekima ambao ulimsaidia kutatua changamoto ambayo hakuwepo mwingine mwenye uwezo kama huo. Kwa hiyo tunapozungumza nguvu, ndio maana ukija duniani huku tunapozungumza taifa lenye nguvu, unasikia kuna mataifa yana nguvu. Utasikia wanazungumza jambo mojawapo kwamba hili taifa lina nguvu, wanasema wana nguvu ya sayansi na teknolojia, ambayo ukija kwenye Biblia kwa mtoto wa Mungu, sayansi na teknolojia tunazungumza maarifa. Kwa hiyo ukisema huyu mtu ana nguvu, eneo mojawapo unaweza kupimwa kama mtu mwenye nguvu ni nguvu ya maarifa. Ndio maana unasikia hivi, unaposema nguvu za Mungu, angalia, maarifa ni roho. Ndio maana kuna roho inaitwa roho ya maarifa. Haleluya, watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Ukiona kitu kinaitwa roho ya maarifa, maana yake ni nguvu ya maarifa. Nataka unisikilize vizuri. Sasa tunapozungumza uwezo, maandiko yanasema Wakolosai 1 ule mstari wa 9 mpaka wa 11 nilikusomea. Paulo analiandikia kanisa lililoko Kolosai kwamba tangu siku ile tuliposikia, hatuachi kufanya dua pamoja na nini? Na maombi, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa. Na anazungumza jambo pale, mkizaa matunda katika kila kazi njema, alafu na kuzidi katika maarifa. Sasa angalia mstari wa 11, anasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Nitaka uone mstari wa 11. Maana yake pamoja na kuwaeleza kile alichowaeleza pale juu kwamba mzae matunda katika kila kazi njema, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Hayo yote aliyowaeleza, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mzae matunda katika kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Anasema mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Alafu kuna kipengele anazungumza na kwa nguvu ya utukufu. Maana yake anasema nini? Maana yake hatuwezi kuzaa matunda ili ulete matokeo, lazima Mungu aweke uwezo ndani yako. Sasa angalia, anaposema mwenende kama wajibu wenu kwa Bwana, muishi, mtende. Na ndio maana nikakupa maana mojawapo kwamba uwezo ni nguvu ya Mungu inayokuwezesha kutenda au kufanya jambo inavyotakiwa, au kwa lugha nyingine sawa sawa na mapenzi yake. Okay. Sasa unisikilize. Mungu anapokuwa na wazo juu ya maisha yako, Mungu anapokuwa na project, anapotaka kufanya jambo jipya mahali popote, kanisani,
kwenye taifa, kwenye mkoa, kwenye mchi. Angalia kitu Mungu anafanyaga. Atawakuta watu wanaotaka kuwatumia ili aweze kufanya jambo lake kutimia. Hawa watu wanaotaka kuwatumia anawajaza uwezo, anawajaza uwezo. Ngoja nikupe mfano. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka, ile sura ya 35. Kitabu cha Kutoka sura ya 35. Angalia ule mstari wa 30. Angalia mstari wa 30 mpaka ule wa 35. Angalia maandiko yanavyosema. Yanasema, kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, naye amemjaza, sema amemjaza. Anasema amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za welevu na kufanya kazi za dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchola miti, atumike katika kazi za welevu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Holiabu mwana wa Isamak wa kabila ya Dani. Amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kila kazi kila aina ya mwenye kuchola mawe na kazi ya welevu na mwenye kutia taraza. Anaeleza vitu vingi pale, hadi kazi za rangi watumike. Sasa angalia, Mungu anasema amewajaza roho yake, lakini hii roho yake amewajaza katika hekima na akili. Maana yake anawapa uwezo. Wakati huu Mungu alikuwa na project. Amemwambia Musa, nitengenezeeni mahali patakatifu ili nipate kukaa katikati yenu. Amempa Musa ramani ya kutengeneza hema, lakini Musa ni kiongozi, ni mtumishi wa Bwana, hana uwezo wa kutengeneza hilo hema. Mungu anachofanya, akainua hawa aliowataja hapa, alafu akawapa uwezo, kwa sababu ile project, ile ramani imetoka mbinguni. Hawawezi kuijenga, hawawezi kuitengeneza, ni mpaka wapewe uwezo na Mungu mwenyewe. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Unanielewa ninachosema? Wapewe uwezo. Na ndio maana angalia leo adui anachojaribu kupambana sana na kanisa. Wakiwa na uwezo aharibu ule uwezo, wakiwa hawana uwezo azuie wasipokee uwezo. Yaani ulizike tu, seme maisha yangu ndio haya, usipokee uwezo. Huu mfano nao kuambia uko kwenye Biblia. Ngoja nikupe mfano. Yuko mzee mmoja alikuwa ameokoka. Alikuwa ameokoka. Sema alikuwa ameokoka. Sema alikuwa ameokoka. Matendo ya Mitume ile sura ya 8, kasome mstari wa 9, mstari wa 9 mpaka wa 24. Huyu mzee alikuwa ameokoka, anaitwa mzee Simon. Mnanielewa watu wa Mungu? Anaitwa mzee nani? Mzee Simon. Hapo mwanzoni alikuwa mchawi, alikuwa anafanya mambo ya uchawi, na watu wote wakamheshimu, watoto mpaka kwa wakubwa. Wakasema huu ni uwezo wa Mungu tokao juu. Angalia sentensi walioizungumza. Nataka uone hiki kitu. Nataka uone mstari wa 10, anasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Kwa hiyo yeye alikuwa anatumia uchawi kuwashangaza watu. Anafanya vitu kutumia uchawi.
watu wa ule mji wakawa wanamheshimu na kumwogopa, na wengine wakamsikiliza, wakasema huu ni uweza wa Mungu toka ule mkuu. Sasa angalia, Filipo alipofika akahubiri Injili, miujiza ikawa inatendeka, watu wengi wakaokoka, na huyu mzee naye akaokoka. Kanisa walioko Yerusalemu wakapata taarifa kwamba Samaria imelipokea neno la Bwana. Hizi ninazokuambia ni habari za hiyo mistari niliyokuambia. Maandiko yanasema hivi, ndipo wakawatuma wazee wawili, Petro na Yohana. Walipofika wamekuja kwa jambo moja tu, kuwaombea wale watu wajae Roho Mtakatifu. Wameokoka lakini hawana uwezo. Wamempokea Yesu lakini hawana uwezo. Sasa wanatakiwa wajae Roho Mtakatifu ili wapokee uwezo wa kimungu ndani yao. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo angalia kilichotokea. Maandiko yanasema walipofika pale wanaombea watu, Simoni yeye badala ya yeye kupokea uwezo, yeye akaanza kusema hivi. Angalia kitu alichosema. Anasema hata Simoni, mstari wa 16 wa 18, hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekea mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu. Nataka kuona hiyo sentensi, nipeni na mimi nini? Sikiliza kwa makini. Anasema nipeni na mimi nini? Uwezo ni kitu cha thamani sana watu wa Mungu. Huyu mchawi aliyekuwa mchawi ameokoka, ameona kuna kitu amebeba. Wakina Petro na Yohana wanawekea watu mikono, wanajaa Roho Mtakatifu. Wanawekea mikono, wanajaa Roho Mtakatifu. Kile kitu kikamvutia, uwezo uliokuwa ndani ya wale watu ukamvutia. Sasa badala ya yeye na yeye akubali kwamba ninaomba na mimi mniwekee mikono nijae Roho Mtakatifu, yeye akawa anatoa fedha, anasema na mimi nipeni uwezo huo ili nikiwawekea watu mikono wajae nini? Sasa fikiria, yeye mwenyewe hajajaa ila anataka kajaze wengine. Unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Maana yake ni uwezo. Sasa nataka uone kile kitendo cha kina Petro na Yohana kuweka mikono watu wanajaa Roho Mtakatifu. Biblia inakitafsiri kama uwezo, nguvu. Maana yake walikuwa na uwezo, wakiwekea mikono juu ya watu, watu wanajaa nini? Roho Mtakatifu. Sasa mwalimu, nataka kusema nini? Nataka uone kilichomzuilia yeye asijae. Angalia maandiko yanavyosema. Alipoomba ile alipotoa fedha, angalia alichomwambia. Akasema hivi, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Angalia alichomjibu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umezania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili. Kwa nini huna fungu wala sehemu? Anasema kwa kuwa moyo wako si mnyoofu mbele za Mungu. Kwa kuwa moyo wako sio mnyoofu mbele za Mungu. Lile neno mnyoofu maana yake moyo wako haujamuelekea Mungu, umeelekea vitu vingine. Yeye alikuwa anataka wampe uwezo, anataka hadi kununua, ili ile heshima aliyokuwa nayo wakati anafanya uchawi, watu wamsifu, watu wamheshimu, watu wamsikilize. Anasahau ufalme wa giza na ufalme wa Mungu, operesheni zao ni tofauti. Ni tofauti. Kwenye ufalme wa Mungu kanuni za kupokea uwezo ni tofauti na ufalme wa giza. Ufalme wa Mungu unataka, ukitaka kuinuliwa, ukubali kuwa mtumishi wa wengine.
ukubali kuwa mtumwa, upondeke, unyenyekee, na huku vinatolewa kwa neema ya Mungu mwenyewe. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo moyo wake, cha kwanza, moyo wake haukuwa mnyoofu, haukumuelekea Bwana. Na hii ndio imezuia watu wengi. Unamuuliza, mimi Mungu, kwa kuwa nimejifunza semina hii, nataka, unamuuliza mtu anakuambia, mimi kwa kuwa nimejifunza semina hii, nataka Mungu anipe uwezo mkubwa. Unauliza, uwezo mkubwa kwa ajili ya nini? Utasikia watanikoma yani. Mungu afanyage hivyo. Hata kama hujasema mdomoni, ukawaza tu moyoni, Mungu afanyi hivyo. Moyo wako haujamuelekea Bwana. Lazima uwe na kiu ndani ya moyo wako inayomuelekea Bwana, kwamba Mungu nipe uwezo niishi maisha ambayo watu wakiyaona waseme Mungu, yani wakutukuze wewe, waseme kwa kweli huyu Mungu ni mzuri, kwa kweli huyu Mungu ni wa ajabu, yani wakuone wewe kupitia mimi. Nakwambia, unapokuwa mwelekea Mungu namna hiyo, Mungu nipe kitu, naomba kitu fulani, ili watu wakikiona wasinione mimi, ila wakuone wewe kupitia mimi, wakutukuze wewe, wakuheshimu wewe, wakuabudu wewe, wakukimbilie wewe, waseme yuko wapi huyo Mungu, waeleze habari zako na sio za kwangu. Unapokuwa na moyo wa namna hiyo na shauku ya namna hiyo, na kuhakikishia Mungu hata nyamaza. Shida tunatafuta ili tuvitumie kwa tamaa zetu, ujisikie vizuri. Umenielewa mtu wa Mungu? Kwa ukisoma hii mistari utagundua jambo la kwanza, lilimzuiliwa. Kumbuka jana nilikuwa na pointi ya mwisho, nilikuwa nakwambia uwezo unaweza kuzuiliwa. Sasa unaweza ukazuiliwa kwa njia mbili. Kama unao ndani yako, unazuiliwa, haufanyi kazi. Tuliona mfano wa Gideon, unakumbuka vizuri. Lakini kama hujapokea, unazuiliwa kupokea. Yani ule uwezo kama hujaupokea, hujajaa Roho Mtakatifu, unazuiliwa kupokea. Jambo la kwanza tunaona hapa, moyo wako kutokuwa mnyoofu. Umeokoka lakini moyo wako haumuelekei Bwana, unaelekea vitu vingine. Jambo la pili unalolisoma hapa ni juu ya uovu. Angalia walichomwambia, basi tubia uovu wako huu ukamwombe Bwana, ili yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako. Uovu ulioko kwenye fikra, kwenye mawazo. Unajua, ukimwambia mtu kuhusu uovu au dhambi, anakimbilia haraka juu ya uzinzi, uongo, nani. Sasa moja ya kitu kibaya ambacho hata huwezi kutubia ni kile kinachokaa kwenye fikra zako na mawazo yako. Kile ni kibaya kwa sababu kinakumaliza ndani kwa ndani. Shida iko wapi? Shida iko hii, kama kwa mzee Simon. Yeye kitendo cha kuokoka na kuanza kukaa na wakina Filipo, akaambatana nao, akajihesabia haki kwamba na mimi tayari ni kama wakina Filipo. Hakuwa tena na shauku kama ya wenzake wajazwe Roho. Yeye akaanza na yeye, na mimi nataka nisaidie wengine, wakati bado anahitaji msaada. Na hakuna kitu kibaya wakati unafikiria ngoja nisaidie wengine, kumbe wewe unahitaji msaada mkubwa kuliko unaowasaidia. Ni kibaya sana. Shida ilikuwa wapi? Kwenye moyo wake, kwenye fikra zake. Alafu angalia uovu ulioko kwenye fikra. Alafu kuna kitu kinaitwa kifungo cha uovu. Kifungo. Kwa hiyo huyu ndugu alikuwa sio tu moyo haumwelekei Bwana. Tunaona sababu zake, uovu ulioko kwenye fikra, lakini kingine kinaitwa kifungo cha uovu, kupenda heshima na matukuzo. Alichokuwa nacho akiwa anafanya uchawi, aliama nacho, akaingia nacho huku baada ya kupokea imani. Hasa badala ya kujaa Roho, yeye akawa anaendelea na ule mfumo wa maisha kwenye imani hii aliyoipokea. Ndio maana ukishapokea imani, ukiokoka, kuna vitu unatakiwa uvivue.
Kuna heshima ile ulikuwa unatukuzwa na kuheshimiwa kabla hujaokoka, iweke pembeni. Mpondeka mbele za Mungu, mwambie Mungu, nakutaka wewe uzalishe maisha mapya ndani yangu ambayo unataka nienende nayo. Hiki ndicho kimetuzuiliwa. Tunazuiliwa tusipokee uwezo wa kimungu kwa sababu hii. Sasa ngoja nikupe vitu vichache hapa, tuingie kwenye maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, umemwelewa mwalimu? Na wewe uliyekaa kanisani muda mrefu, jifunze kujikung'uta, jifunze kushusha. Yaani usitembee kwa mazoea, jifunze kusema Mungu, nakuja kwako kwa upya. Unakuwa empty, unajiempty kule ndani, sijui nisemaje, unajiweka wazi. Watu wa Mungu, watu wanaopokea mambo matukufu ya Mungu ni wale wanaokubali kuwa kama watoto wadogo. Hata kama ni mtumishi, usipojifunza hii kanuni ya kutaka kuwa kama mtoto mdogo, huwezi kupokea mambo ya kimungu. Unajua, mtoto mdogo anaamini, mtoto mdogo anapokea vizuri sana mtu anaposema naye. Tukienda mbele za Mungu tukiwa na tabia kama ya mtoto mdogo, itakuwa rahisi kuvuka. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa naomba nikuambie mambo haya machache, alafu tuombe. Mambo mawili yaliyokuwa yamebakia, jambo mojawapo, uwezo wa kimungu. Kumbuka nilikwambia uwezo unaweza kunajisika, uwezo unaweza kufungwa, uwezo unaweza kuzuiliwa. Ndio tuliishia hapo. Lakini uwezo wa kimungu, jambo lingine, uwezo wa kimungu, uwezo wa kimungu unaweza kuharibiwa. Sema kuharibiwa. Sema tena kuharibiwa. Uwezo wa kimungu unaweza kuharibiwa. Kuharibiwa. Amen. Uwezo wa kimungu unaweza kufanya nini? Kuharibiwa. Kwa hiyo kama unaweza kuharibiwa, ukishaharibiwa ule uwezo wa kimungu, na yale maisha ambayo ulikuwa umebeba nayo yanafanya nini? Yanaharibika. Ngoja nikupe mfano. Soma Wakorintho wa pili ile sura ya 11. Andika haraka. Wakorintho wa pili sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3 anasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyoofu na usafi kwa Kristo. Naomba uangalie hilo andiko. Paulo anaandika kwa kanisa la Kolosai, anasema nachelea. Lile neno nachelea maana yake nina hofu, ninaogopa. Nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, akawaharibu. Kumbuka tunapojifunza juu ya uwezo, nilikwambia juu ya uwezo wa kifikra. Unasema, mwalimu, uwezo wa kifikra kwa namna gani? Si nilikwambia ukisoma hata kitabu cha Mithali. Amen. Mithali 23 mstari wa 7. Unasemaje? Mithali 23 mstari wa 7. Unasemaje? Hamtaki kusema, mmegoma. Aonavyo nafsini mwake, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, sio ndivyo atakavyokuwa, ndivyo alivyo. Sasa angalia, ukisoma ya Kiingereza, angalia inachozungumza hapo. Aonavyo nafsini mwake inasemaje? Inazungumza kitu tofauti kabisa.
Ukisoma Biblia ya Kiingereza, lile neno aonavyo inasema afikilivyo au awazavyo nafsini mwake. Maana yake inazungumza nini? Fikra. Fikra zinaweza kuona. Angalia pale, umeona tena, hiyo ni King James. King James ya kwanza kabisa, wala sio New King James, ni ile King James ya kwanza kabisa. Afikilivyo moyoni mwake. Hii inazungumza, inasema afikilivyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Think. Afikilivyo moyoni mwake ndivyo afanyaje? Ndivyo alivyo. Sasa lile neno afikilivyo linazungumza fikra. Kwa lugha nyepesi, kama vile fikra zako zilivyo ndivyo ulivyo. Maana yake fikra zinatengeneza standard ya maisha ya mtu. Haijalishi unampenda Mungu, kama hautakuwa na fikra za huyo Mungu, huwezi kuwa na maisha ya huyo Mungu. Ndio maana mtu mwingine anapompenda Mungu zaidi, anaanza kukujiombea. Moja ya eneo atajiombea ni moyo wake, ni nafsi yake, kwamba Mungu nisaidie niwe naona kama unavyoona, nijione kama unavyoniona, nijione kama unavyoniona, nione mambo kama unavyoona, nifikiri kama unavyofikiri, niwaze kama unavyowaza. Kwa nini? Anajua nguvu ya fikra. Aonavyo afikilivyo. Sasa angalia adui alichoenda kupiga. Hawa hakwenda kupiga imani, alipiga fikra. Nasema mwalimu naongea nini? Sikiliza. Paulo anasema, lakini achelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu. Asije akawaharibu fikra zenu. Fikra zikiharibika, mfumo wa maisha umeharibika. Watu wa Mungu, moyoni ndiko kunakotoka chemchemi za uzima, na ndani ya moyo ndiko kuliko na fikra. Fikra huwa zinatengeneza picha, zinatengeneza njia, zinatengeneza macho, yanaitwa macho ya nafsi. Unaona direction kutokea kwenye fikra, unaona njia kutokea kwenye fikra. Ndio maana fikra zikiharibika, unabaki unawayawaya hewani, kwa sababu huna fikra zinazotakiwa kukuonyesha namna ya kupenda au kufanya au unakotakiwa kwenda. You lose fikra, umepoteza fikra, umepoteza direction. Sasa angalia, anasema asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyoofu wa moyo. Maana yake unyoofu wa moyo kwa Kristo ulikuwa unategemea fikra walizo nazo. Fikra zikiharibika, mfumo wa maisha wa kuishi sawasawa na Kristo unapotea. Ndio unamsikiliza mtu ameokoka, fikra zake zikiharibiwa, unashangaa ameokoka, ni mtumishi, lakini anafanya vituko. Kinachofanya afanye vituko, fikra zake zimeharibika. Kwa hiyo hana nguvu ya fikra. Kwa nini watu tunafundisha watu akipata wazo kutoka kwa Mungu awe na utulivu, ajiombee utulivu, akae alitafakari? Kwa sababu anapotafakari, anapodigest, Mungu anachofanya ni nini? Anamuumbia kitu kinaitwa fikra. Wazo lolote lisipokuwa transformed kuwa fikra, haliwezi kutekelezeka. Unaishia kusema tu Mungu aliwahi kusema na mimi. Kwa sababu fikra zikiumbika ndani ya mtu, lile wazo linapokomaa na kuwa fikra, zikiumbika ndani ya mtu, zinamtengenezea kitu kinaitwa msimamo. Humiumbishi, zinamtengenezea msimamo, zinamtengenezea kitu kinaitwa msukumo wa ndani juu ya kile anachoona. Wazo likibadilika kuwa fikra, zinazalisha msukumo wa ndani na msimamo
juu ya hicho anachotaka kukifanya. Ukiona mtu anasema natamani nifanye hiki, natamani nifanye hiki, ana mawazo mengi, lakini hakuna hata wazo liliwahi kuwa fikra. Huwezi kuzaa kitu ambacho hakijawa fikra. Kikisha kuwa fikra inakuwa kama mimba ndani ya mtu, inakuwa kama mimba, inakuchange the way unavyotembea, unavyofanya mambo, unavyowaza, unavyoamua mambo. Ndio maana kuna mtu unaweza ukajua kiwango cha fikra zake, unaweza ukajua ana fikra za namna gani ukimsikia anavyoongea, ukimsikia anavyofanya mambo, ukimwona anavyotenda, unajua tu kabisa. Fikra zisipotengenezwa, ngoja nikueleze, nguvu ya fikra za kiuchumi ikipigwa, haijalishi unapewa hela ngapi zinapita mkononi mwako, hutazalisha chochote, kwa sababu kuna fikra za kuzalisha. Sikiliza, pesa haitaki ikae tu, inataka izaliane. Sijui unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Ndio maana kuna watu wanasemaga huyu hana uzao, hana uzazi. Umesikia hana uzazi? Anasema huyu hawezi kuzalisha chochote. Sio uzao wa kuzaa watoto. Umenisikia? Unazaa watoto lakini uzalishi chochote. Mwingine atasema mwalimu, ina maana mimi sizalishi chochote, sasa mimi nakaa nyumbani, mume wangu amesema nikae nyumbani. Unaweza ukawa unakaa nyumbani, lakini kwa sababu una nguvu ya baraka ya kuzalisha vitu, mume wako kila ushauri unaompa unaleta matokeo makubwa sana. Na wanaume wanajuaga. Ndio maana kuna aina ya wanaume ukimgusa, ukimwambia mwache mwanamke fulani, anasema nitakuwa nimekufa siku nikimwacha yule mwanamke, kwa sababu anajua alivyonavyo vimetokana na yule mwanamke aliyemwoa. Sasa wewe unaolewa, alafu mume wako anakuambia mke wangu nahitaji kusikia mawazo yako, tunafanyaje hapa? Mimi mwenyewe sijui chochote baba fulani. Wewe chochote utakachofanya. Ukiona upo kijana unamuuliza mke wako anajibu hivyo, unahitaji maombi. Omba fikra za mke wako. Hawa viumbe wana baraka. Usifikiri tu walipewa matumbo ya kuzaa watoto, lakini walipewa na uwezo wa kufanya. Ukimuoa wewe, akija kwako vile ulivyokuwa, unakuwa double, unazidishwa. Sasa mmoja anasema mwalimu wewe hujui tu, siku nilipooa ndio hata nilivyokuwa navyo viliondoka. Ombea, hiyo ni roho, sio mpango wa Mungu kuwa hivyo. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Ukioa maana yake kwenye mkakati wa Mungu ni maongezeko. Nazungumza fikra. Wangapi wamenielewa kwenye nguvu ya fikra? Sasa angalia, uwezo unaweza kuharibika, na uwezo mojawapo ni fikra, lakini kuna uwezo mwingine unaoweza kuharibika. Unaharibika na nini? Uwezo mwingine unaoharibika unaitwa akili. Angalia Kutoka 32 mstari wa 7 hadi wa 9. Mungu anamwambia Musa, watu wako wamejaribu nafsi zao, walishaacha kumwamini Mungu, wameanza kuamini miungu mingine. Kwenye nafsi ndiko kunakokaa imani, kwenye moyo ndiko kunakokaa imani. Mungu anamwambia Musa, Kutoka 32 mstari wa 7 hadi wa 9. Tena Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamefanya nini? Wamefanya nini? Sema kwa sauti, wamefanya nini? Wamefanya nini? Wamejaribu. Tena Mungu anasema wamejaribu nafsi zao. Angalia mstari wa 8. Wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyoamuru, wamejifanyia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema hii ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Angalia kiwango walichokuwa wameharibika. Maana yake wakaswichi imani. Imani ikaondoka kwa Mungu wao, ikaenda kwa miungu, wakaipa heshima miungu, wakasema hii ndiyo miungu iliyokutoa Misri, Israeli. Maana yake wanataka kutuambia hii ndiyo miungu ambayo ilifanya ile miujiza 10. Miungu, wanataka kusema miungu ndio iliyopasua bahari ya Shamu.
Wanataka kusema miungu ndio iliyokuwa inasababisha wapate mikate jangwani. Wanataka kusema miungu ndio iliyowapigania usiku, inawawashia moto, inawawashia mwanga, wanaona njia. Mchana wingu linawafunika. Wameiondoa heshima ya Mungu. Kitu gani kilifanya wageuke hivi? Imani. Uwezo wa imani waliokuwa nao, na zile fikra na ile akili na ile hekima vikabadilishwa pale waliposhiriki ibada, walipotengeneza ndama, alafu wakaiabudu, wakasujudu, tena wakashiriki na meza ya mashetani. Maandiko yanasema kwa kuwa walishiriki meza, walileta vyakula, wakala mbele ya ndama, wakatoa na sadaka, wakajiunganisha na ile ndama, wakaweka maagano na ile miungu. Nyuma ya ile ndama kulikuwa na miungu. Mungu anachoangalia sio kwamba tu wamemkataa Mungu, lakini mioyo yao, nafsi zao zimeharibika. Kwa nini zimeharibika? Ule uwezo wa kumwamini Mungu tena umeondoka. Kumbuka, ni Mungu yule yule walipovuka bahari ya Shamu waliimba wimbo mpya, wakasifu matendo makuu ya Mungu. Mungu huyo huyo aliyefanya maajabu, wanamgeuka, wameharibika. Ndio maana ukisikia mtu ambaye alikuwa anamtumaini Mungu baada ya kuumwa au kupitia changamoto, anakuambia nipelekeni kwa mtaalamu, kimemtokea kilichowatokea hao. Anaenda kwa mganga wa kienyeji, kimemtokea kilichowatokea hao. Uwezo wa kimungu unakuwa umeharibika. Na uwezo ukiharibika ni hatari zaidi. Ni tofauti na mtu aliyetekwa. Aliyetekwa haoni matokeo ya Mungu kwenye maisha yake, anateseka, anafanya vitu asivyovipenda. Lakini hawa wanafanya kwa hiari, tena kwa kupenda. Wameharibika, hawataki kusikia kitu kinaitwa Mungu. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, shuka kawaone wana wa Israeli. Kwa angalia, kitu kingine kinaweza kuharibu hapo, ibada za miungu mingine, maroho ya miungu. Watu wa Mungu, vita ya roho za miungu na mashetani huwa inaenda kushambulia nafsi ya mtu. Inashambulia nafsi ya mtu kwanza, kwa sababu nafsi yako ikishaharibiwa, vitu ambavyo Mungu aliweka huko ndani. Ndio maana angalia hekima ya Sulemani, anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa sababu huko ndiko zinakotoka chemchem. Kwa nafsi za watu huwa zinashambuliwa. Watu wa Mungu, nafsi za watu huwa zinashambuliwa. Nafsi yako ikishambuliwa, ikiharibiwa, mtu ameharibika. Moyo wa mtu ukiharibika, mtu ameharibika. Kwa hiyo miungu iliwaharibu hawa jamaa nafsi, wakamsahau Mungu wa Israeli. Miungu. Hoja ikona, angalia, fuatilia watu wengi ambao vita ya miungu ya familia zao imepamba moto. Angalia moja ya kitu wanapata shida. Unataka nikupe ishara chache ambazo unaweza kuzipima? Moja ya vitu wanapata shida, angalia, mambo yanayomhusu Mungu hawapati muda wa kuyafuatilia. Kwanza, miungu haiwapi nafasi. Hata akikaa akianza kusoma Biblia, anasikia kichwa kinauma kweli. Akisema leo nitafunga, nitaomba, anasikia uzito usio wa kawaida. Yaani hata akijilazimisha hivi mpaka anakasirika. Hivi mimi nina shida gani? Kafuatilie mtumishi ambaye miungu imepata nafasi, inashambulia nafsi yake. Utaona hata akitaka kufanya vitu vya kimungu kabisa, lakini ni ile anafanya tu, labda ngoja nifanye tu, lakini ndani yake hakuna msukumo wa Mungu. Nafsi ikisha haribika, watu wa Mungu,
ile testi, ile ladha ya kumfurahia Mungu inakoma. Na ukisha kuwa kwenye vita ya namna hii, utaanza kuona ladha ile ya wokovu inapotea taratibu. Ladha ile ya maombi, ulikuwa unasema natamani niombe, yani muda wote natamani kuomba, inapotea. Hata ujifanyishe mwilini kwamba Baba ninakupenda Mungu, lakini moyo unagoma. Yani unachoongea mdomoni na moyoni viko tofauti. Na hiyo miungu ikishaanza kufanya hivyo, inachozuia ni nini? Uwezo wa kimungu ndani. Sasa na ziko kambi za wachawi tena maeneo kama haya, zinainua kweli miungu, kuitukuza kweli, ili iendelee kushambulia watu walio kinyume, kuzofisha uwezo ulioko ndani, kuharibu mioyo yao, kuharibu nafsi zao. Umenielewa? Umenielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Na uwezo wa kimungu unapoharibika, watu wa Mungu, maisha yako yanaharibika. Kuanzia kwenye ngazi ya familia, mtu aliyetegemea kuwa muombaji anakuwa mlevi tu, na unamkasirikia kabisa. Yani familia, bwana, mtoto wangu mlevi, mtoto wangu mvuta bangi, sijui ndugu yangu hivi, ndugu yangu. Kumbe shida wala sio ndugu yako. Kuna uwezo, kuna baraka za familia Mungu aliziachilia hapo, lakini miungu imezuia, imepandikiza vitu ambavyo sivyo. Imeharibu kabisa nafsi za watu. Watu wanaishi kama wanyama. Jai kuona kuna familia watu wanachukiana, wanatafuta kuuana, alafu nafikiri ni kitu cha kawaida. Eti watu watakuwa wanaoneana wivu tu. Sio wivu. Kuna familia watu wamefanikiwa na wengine hawajafanikiwa, lakini wanaishi kwa upendo na kwa umoja kweli kweli. Sio bahati nasibu. Kuna mazingira yametengenezwa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa angalia kipengele cha mwisho. Uwezo unaweza kuondolewa. Sema kuondolewa. Angalia, andika haraka tusita kusomea. Waamuzi 16 mstari wa 4 hadi wa 7. Waamuzi 16 mstari wa 4 hadi wa 7. Alafu andika na Waamuzi wa sura ya 16 mstari wa 15 mpaka wa 21. Hapa tunamuona mtu anaitwa nani? Anaitwa nani? Waamuzi 16 mstari wa 4 hadi wa 7. Anaitwa nani? Gideoni. Samsoni, watu wa Mungu. Bwana asiwe. Hatuko kwenye Waamuzi 6, hii ni 16. Anaitwa Samson. Kumbe umeshawekea pale. Ikawa baada ya hayo, mstari wa 4, akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Angalia mstari unaofuata. Anasema nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Walikuwa wanawinda nini? Uwezo alionao huyu Samson. Angalia wanachosema. Anasema na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa. Maana yake nini? Mtu mwenye uwezo wa kimungu humfungi kirahisi. Labda mjue namna kwanza ya kuondoa ule uwezo au kuzofisha, ndio mumfunge. Ndio maana wanatafuta chanzo cha nguvu zake. Afu angalia anachosema. Anasema nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Anayeshawishiwa hapa ni nani? Mke wa Samson, aliyependwa na Samson. Kitu gani kinafuata? Angalia kilichofuata. Anasema Delila akamwambia Samson, tafadhali niambie asili za nguvu zako nyingi na jinsi utakavyoweza kufungwa ili uteswe. Yaani mtu anakuambia kabisa, ili tukufunge na tukutese. Uwezi, manake kwa lugha nyingine, sikiliza, mtazame jirani yako, mtazame usoni, mwambie hivi, kuna mateso huwezi kuyapata mpaka umefungwa kwanza. Hujamwambia
mtazame, mwambie hivi, kuna mateso huwezi kuyapata mpaka umefungwa. Unanielewa ninachosema? Kwa lugha nyingine, kuna mateso huwezi kuyaondoa mpaka umefunguliwa kifungo kinacholeta mateso. Kama mateso unayoyapitia chanzo chake ni kifungo, hayaondoki kwa kusema na yakataa mateso. Yanaondoka kwa kufunguliwa kifungo ulichofungwa, kinachosababishwa uteswe. Huyu mwanamke anasema tukufunge ili tukutese. Kama kuna mateso yako kwenye familia tulizozaliwa, kuna mateso, adui anatesa familia, anatesa ukoo, ameachilia magonjwa, na hayo mateso yametokana na vifungo fulani. Sikiliza, hayawezi kuondoka kwa kuyaondoa mateso. Lazima kwanza uondoe kifungo kinachosababisha hayo mateso. Kama mmenielewa sema amina. Sasa angalia nini kilitokea. Samsoni akamwambia, nataka uone hapo kwa makini sana. Akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu. Alafu angalia pointi ya msingi pale, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Maana yake hivi nilivyo siko kama wanadamu wenzangu, ninao uwezo wa kimungu unaonitofautisha na wanadamu wenzangu. Kwa lugha nyingine, nitakuwa kama watu wa kawaida ambao hawatembei na Mungu. Kwa lugha nyingine, mtu anayetembea na Mungu, ambaye Mungu ameweka uwezo ndani yake, huyu mtu sio kama wanadamu wengine, ana kitu cha ziada ndani yake. Akipoteza kile kitu cha ziada, anakuwa wa kawaida, atalogeka kama wengine, wachawi watamchezea kama wengine, watamfunga kama wengine, kwa sababu hana kitu cha kuwashinda wengine. Ndio maana ukisoma maandiko kama haya unagundua, usijifananishe, usijilinganishe. Ikiwa umeokoka, hata ukiwa kazini, hata ukiwa kwenye biashara, usijifananishe, usijilinganishe. Wewe kuna kitu umebeba ambacho wanadamu wengine hawajabeba. Wewe kuna uwezo umepewa ambao wanadamu wengine hawajapewa. Na ukijua namna hiyo, kuna vitu ambavyo watu wenye uwezo huwa hawajihusishi navyo. Samson alizuiliwa kwanza asinyolewe nywele, mnadhiri wa Bwana. Lakini mnadhiri wa Bwana alikuwa amepewa pia sheria, hawakuruhusiwa kuoa ovyo ovyo, kwamba aoe mwanamke yoyote. Huyu amezaliwa akiwa mnadhiri. Uwezo huu alipewa toka tumboni. Kama nilivyokuambia, kuna watu wanazaliwa na vipawa, uwezo amepewa toka tumboni, anazaliwa nao. Sasa huyu alizaliwa akiwa mnadhiri. Kuna vitu ulizaliwa navyo. Kuna watu wamezaliwa wana uwezo fulani, kufanya biashara, wana uwezo wa kuimba, wana uwezo wa kiuongozi, wana uwezo wa kusimamia miradi, wana uwezo, yani hajaenda shule, lakini ni project planner, ana plani ma project, miradi, ana uwezo wa kusimamia. Mpaka unajiuliza ulisoma degree gani? Ni uwezo amezaliwa nao. Na mtu wa namna hii akienda kusoma sawasawa na ule uwezo, unashangaa. Kuna watu na wakuta wamesomea degree za hivyo vitu, lakini hawana uwezo wa kuanzisha miradi kama huyu mtu, hawana uwezo wa kusimamia. Kuna mtu hajaenda shule ya uongozi, hana masters ya leadership, lakini ana uongozi ambao unavutia mpaka watu waliosoma masuala ya uongozi kujifunza kwake. Ukienda kumuuliza shule, unashangaa. Unasema mbona shule yako hata ukwenda, shule yako ni ndogo. Kuna watu wamesoma mpaka Ulaya, lakini vitu unavyofanya wewe waliosoma Ulaya hawakufikii. Hata ukimuuliza na yeye anakuambia, na mimi nashangaa kwamba nina uwezo huu, ninasimamia mambo yanaenda, ninafanya hivi vinasimama. Ni uwezo amezaliwa nao. Sasa huo uwezo ndio adui wanawinda. Akisha uharibu, maisha yako yameharibika.
Kwa sababu Mungu alipoweka huo uwezo ni ili uishi hapa duniani kwa makusudi yake. Sasa uwezo ukiondolewa, si unakuwa kama mtu aliyekufa. Angalia kilichotokea mwanamke alipomrubuni, ili uwezo uondolewe. Unajua Samson sio tu uwezo uliharibika, uliondoka. Kasome maandiko. Mungu alikuja kumrudishia, alisema Mungu nikumbuke mara hii. Kama unafikiri nakutania, kasome maandiko. Hausemi uwezo hasemi Samson akatekwa, nguvu zake zikawa chache. Hazikuwa chache, nguvu ziliondoka. Anajaribu kujinyosha namna hii, havinyosheki. Anajaribu kujitutumia kama ni mtumishi anaongea na sauti nzito, haleluya haleluya, havitokezi. Silete mchezo. Anajaribu kupiga sarakasi zote. Unajua kama umezoea maombi yale, ulikuwa ukifanya hivi upako unashuka. Anajaribu kusema Yesu, amuna. Uwezo umeondoka. Umeondolewa. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa alilivunja agano. Ndio maana watu wa Mungu mnisikilize. Unapovunja maagano ambayo Mungu ameyaweka kwenye maisha yako, kuna maagano ambayo Mungu anaweka na wewe tu, usiyavunje. Uwezo unaondoka. Na bahati mbaya uwezo ukiondoka, wengine hata hatugundui. Tunaanza kuugulia maisha mabaya, mateso, maumivu. Unaanza kupitia sitofahamu. Uwezo umeondoka. Kuna vitu vingi ambavyo adui ameviondoa kwenye familia zetu. Unahitaji kuvirejesha. Lakini ili uvirejeshe lazima ujitathmini pia wewe mwenyewe. Uwezo ambao Mungu aliweka ndani yako ukoje leo? Hazina ambazo Mungu aliweka ndani ikoje? Hujaisikia mtu anasema nilikuwa nikikaa hivi mawazo mapya yanatembea. Saa hizi hamna tena. Hamna tena. Nakwambia, mwingine anakwambia nilikuwa nikikaa hivi macho ya rohoni yamefunguka. Yaani mwalimu, mimi nilikuwa hata nikiomba hivi ninaona. Saa hizi kwa nini uoni sasa? Kwa nini uoni? Unaondolewa. Unajua macho yanaondolewaje? Unapofolewa kabisa. Kasome maandiko. Biblia inasema wamepofosha fikra zao. Amepofosha. Unajua kupofosha? Unaondoa kinachoona, unaweka kisichoona. Mwahi kuona mtu anabadilishiwa kilicho hai, anapewa kilichokufa kwenye maisha yake? Hebu angalia huo mstari mmoja, alafu tuingie kwenye maombi sasa. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Hebu angalia huo mstari. Angalia huo mstari wa 20 hadi 21 unasemaje? Au 15 hadi 17 na 20 hadi 21. 15 hadi 17 unasemaje? 15 hadi 17. Waamuzi hiyo 16. 15 hadi 17 unasemaje? 15 hadi 17. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala ukuniambia asili ya nguvu zako. Angalia kinachowindwa. Uwezo unawindwa. Uwezo unawindwa. Unabembelezwa mpaka unakubali. Sasa unafikiria hapo mwanaume alikamatwa. Usilete mchezo. Umelazwa kichwa kwenye miguu ya mke wako, uchomoki. Alikamatwa hapa. Mwanaume mwenye nguvu, Samson, anasema umenidhihaki mara hizi 3, wala ukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Twende. Anasema ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno. Sema kwa maneno. Kwa maneno yake kila siku na kumuuzi, roho yake ikadhihakika hata kufanya nini? Hata kufa. Watu wengi wamefanya maamuzi mabaya kwa sababu ya maneno tu. Anakuambia sasa moyo wangu umechoka, ngoja nijilipue. Unajilipua ndio unapoteza uwezo. Amenifuatilia sana, ngoja nijilipue. Unajilipua ndio unapoteza uwezo. Haleluya, watu wa Mungu. Yusufu aligoma haya mambo. Yusufu, kasome maandiko. Yeye aligoma. Mwanamke alijitahidi njia zote, lakini jamaa amekaza mpaka mara ya mwisho, mpaka akatengenezewa kesi. Akasema hamna shida, jela nitaenda, lakini sikubali kupoteza uwezo. Kuna vitu Mungu akikuwekea vina thamani kuliko hata maisha yako mwenyewe.
vina thamani kuliko uhai ulio nao, kwa sababu vimetoka mbinguni, sio vya mwanadamu. Sasa angalia nini kikatokea. Anasema ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatoa siri ambayo Mungu hakutaka itoke. Basi angalia mstari wa 20. Malizia huo mstari wa 20, tuingie kwenye maombi. Wa 20 na 21 unasemaje? Unasema kisha akasema Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi. Yaani alikuwa amelala hadi kulala. Usilete mchezo uwezo ukiondoka. Unalala tu, yani huelewi kinachoendelea, upo tu. Kalala. Wanakuja kumwamsha, hey! Amka! Wafilisti wanakujia. Angalia anavyoamka, wazo linalomjia, nitaenda. Akaamka katika usingizi wake, akasema. Unajua lile neno akasema, hakuongea mdomoni, anawaza moyoni. Anawaza moyoni, anajisemea moyoni, nitakwenda kama siku nyingine na kujinyoosha. Alafu angalia sentensi inayosema, lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Uwezo alioweka Mungu unafanya kazi ndani yako kwa mahusiano na Mungu alioweka. Bwana amemwacha, hajui. Anasema mimi nimezoea nikisema wachawi shuka, wanashuka. Akasema na leo watakiona. Anajisemea moyoni, lakini hakujua kwamba Bwana amemwacha. Na naweza nikakwambia kwa nini hakujua. Kuna kitu ukiwa na cha Mungu ndani yako, ukajenga mazoea mabaya, hata siku kikiondoka hutajua kama kimeondoka, unafikiri bado kipo. Sasa angalia alichosema. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Mtu aliyekuwa huru, aliyekuwa anafanya shughuli zake, aliyekuwa anaheshimika, leo ametobolewa macho, kapewa ulemavu wa macho, alafu akafungwa gereza. Lakini ninachompenda Samson, aligundua kosa lake akiwa gerezani, mpaka vile alivyovipoteza vilipoanza kuota, nywele zilipoanza kuota, akasema Bwana nikumbuke mara hii tu. Lakini pamoja na Bwana kumkumbuka, akafa. Sasa mwalimu, unataka kusema nini? Nitaka nikwambie, uwezo unaweza kuondolewa, lakini kama unaweza kuondolewa, unaweza kurejeshwa pia. Sema amina. Sema amina. Na anayerejesha ni Roho Mtakatifu, watu wa Mungu. Mungu anaweza kukurejeshea kilichoondoka, na anapokurejeshea hakirejeshi kikiwa dhaifu. Mungu hajawahi kurejesha kikiwa dhaifu, anakirejesha kikiwa kipya kabisa, kama vile hakijawahi kupotea. Hajawahi kurejesha, kasome maandiko, hajawahi kurejesha kikiwa dhaifu, anakirejesha kikiwa kipya kabisa, kama vile hakijawahi kupotea. Kwa hiyo unaposoma, unapotafakari, unagundua kuna vitu vilipotea, usiogope. Hii ndio sababu Yesu alikufa msalabani, na anapolituma neno namna hii, maana yake kunayo nguvu ya urejesho, kukurejeshea uwezo uliopotea kwenye maisha yako. Uwezo unaweza kuondolewa. Wewe ni shahidi. Kaa utulie mbele za Bwana, utagundua hatua ulizokuwa unatembea na kwenda. Kama kweli uliwahi kuokoka, kama kweli uliwahi kukaa na Mungu, kuna vitu unaweza kugundua kwenye maisha yako. Kama kweli uliwahi kuombea familia, kuna vitu unaweza kugundua kwenye familia yako, kwamba kuna kitu nilikuwa nakiona kwenye familia, lakini sasa kimeondolewa. Sikiliza, chochote kilichoondolewa, Mungu anao uwezo wa kukirejesha. Kwenye Marko ile sura ya 9 mstari wa 23 anasema, ukiweza yote yawezekana kwake aminie. Unachohitaji ni kuamini na kwenda mbele za Mungu, kwamba yule Mungu arejeshaye, na mimi natamani kuona ukinirejeshea. Natamani kuona ukirejesha ule uwezo wa kutembea, ule uwezo wa kuishi kwenye uwepo wako, ule uwezo wa kufanya
kazi yako, ule uwezo wa kuishi maisha matakatifu. Nilikuwa na uwezo wa kuishi bila mawazo mabaya, uwezo wa kuishi bila kutukana, uwezo wa kuishi bila kukasirika. Ule uwezo uliopotea ambao unanifanya leo mtu akinikwaza naumia, mtu akinitukana na kasirika. Ule uwezo, Mungu ana uwezo wa kurejesha ndani yako. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Yule Mungu aliyemsaidia Gideoni kubadilisha hatima ya taifa, hatima ya familia yake, ni Mungu yule yule tunamwabudu sisi. Tena mara hii hatumtafuti mlimani, hatuendi kumuomba Yerusalemu. Mara hii anaishi ndani yetu kupitia Yesu Kristo. Ni Mungu yule yule aliyewasaidia watu wengi wakasaidia familia zao, wakakomboa familia zao. Ni Mungu yule yule ndiye tunayemwabudu sisi. Hajabadilika, hajapoteza nguvu, hajapungua, hajazofika. Nguvu yake ni ile ile, uweza wake ni ule ule. Tena mara hii anatamani kujidhihirisha kuliko wakati wowote wa kizazi chochote kilichopata kuishi duniani, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Anataka kulitengeneza kanisa lake kwa ajili ya unyakuo. Huyu Mungu hawezi kushindwa, hawezi kushindwa. Nina uhakika na hili, na ndio maana unapoenda kwenye maombi usiogope. Simama mbele za Mungu aliye hai. Mandarabasha mandorobos. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Nasema 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 uko tayari kwa ajili ya kuomba? Kama uko tayari sema amen. Kama uko tayari sema amen. Kama uko tayari sema amen. Ninapotamka hivi kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho vinaendelea. Nasema kama uko tayari sema amen. Kama uko tayari sema amen. Unajua Mungu anaweza kuikomboa familia yako. Unajua Mungu anaweza kuponya maisha yako. Kama unajua sema amina. Kama una uhakika sema amina. Unajua Mungu anaweza badilisha historia. Unajua Mungu anaweza rejesha uwezo. Unajua Mungu anaweza achilia nguvu ya baraka. Unajua Mungu anaweza leta nuru kwenye familia. Unajua Mungu anaweza pasua vifungo. Unajua Mungu anaweza kukutoa kwenye gereza. Kama unaelewa sema amen. Kama unaamini sema amen. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Hilo sina mashaka nalo. Nasema Mungu anaweza. Mandarabasha. Nasema tena Mungu anaweza. Nasema Mungu anaweza. Nasema Mungu anaweza. Kama alipasua bahari ya Shamu, hakuna jambo linalomshinda. Kama alimtoa Lazaro kaburini, hakuna jambo linalomshinda. Kama alifufua waliokufa, hakuna jambo linalomshinda. Hakuna ugonjwa, hakuna laana, hakuna mikosi, hakuna baraa, hakuna kifungo cha kumshinda. Yeye aliyetetemesha milima, yeye aliyesababisha mawe yakapasuka. Huyu Mungu anaweza jamani, anaweza.
Anaweza. Anaweza. Hakuna mzimu wa kumzuia, haupo. Hakuna madhabahu ya kumzuia. Hata kama madhabahu zimeinuliwa nyingi kwa ajili ya maisha yako, wakasema huyu anayejifanya ameokoka, tutapambana nao, tutahakikisha anazuiliwa, tutahakikisha tunaharibu kila anachokifanya kisistawi. Lakini Mungu wetu anaishi. Mungu wetu anaishi. Mungu wetu sisi anaishi, watu wa Mungu. Nasema Mungu wetu sisi anaishi jamani. Huyu Mungu anaishi. Anaishi. Haijalishi madhabahu walizoinua kushambulia familia zetu kwa tulizozaliwa, haijalishi shetani amewekeza kwa kiwango gani, lakini huyu Mungu ni Mungu mwenye nguvu sana. Ni Mungu anayeishi, ni Mungu anayeweza. Anaweza. Anaweza. Ninatamani jioni ya leo unapoomba maombi haya, natamani kuona miujiza kwenye familia za watu hao. Usione ninaongea hivi, kuna kitu ninachotamani kukiona kinatokea, kitu cha ghafla. Kuna mambo ya ghafla ninatamani kuona yanatokea. Kuna habari njema tunataka kuona ikitokea kwenye familia. Kuna habari njema. Kuna habari njema. Habari njema. Kuna habari njema. Kuna mtembeo wa viumbe wa mbinguni tunatamani kuona wakiongezeka kwenye familia zetu. Malaika na majeshi yakiwa yameshuka kwenye familia. Hii vita ambayo tunatamani kuona Bwana akipigana sio ya kawaida. Tunataka kuona wale maadui waliojifanya wana nguvu wakianguka na kusalenda na kusema hatutarudia tena kile tulichofanya kwenye hizi familia. Huyu Yesu anaweza. 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 Natamani ndani ya moyo wangu, natamani sana, natamani hata kama kuna ugonjwa umelisishwa, hata kama kuna roho iliyokula kiapo kwamba hatutakaa tuache maisha ya watu hao, natamani katika jina la Yesu, na hii ndio imani niliyo nayo jioni ya leo, kwamba kuna familia lazima zitoke, kuna watu lazima watoke, kuna wanawake lazima watoke mahali walipokaa. Muda wao umeexpire kukaa hapo. Hali ya utumwa waliokaa nao, familia zilizotekwa na kunyanyaswa, natamani kuona Bwana akizitembelea na kubadilisha hatima na kubadilisha historia na kubadilisha machozi ya maumivu yaje machozi ya furaha, yaje machozi ya shukrani, yaje machozi ya kushangilia, yaje machozi ya kusema tumemuona Bwana kwenye familia, tumemuona Bwana kwenye maisha yetu, tumemuona Bwana kwenye uchumi, tumemuona Bwana kwenye kila eneo, tumemuona Bwana kwenye afya zetu, tumemuona Bwana kwenye makanisa yetu. Mandarabasana. Walijua wamemmaliza Samson, hawakujua Samson anaye Mungu mwenye nguvu. Wanaweza wakajua wamekumaliza, lakini hawajui kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, na pale msalabani alisema imekwisha. Yesu hawezi kukubali kazi ya mikono yake mwenyewe ipotelee mbali. Hawezi kukubali, hawezi kunyamaza, hawezi kabisa. Mandarabasa, mandorobos, mandarabasa, rindorobosa. Haijalishi walitega mtego gani, haijalishi walitengeneza njia gani, haijalishi waliweka vifungo vya namna gani, haijalishi maagano yaliyowatengeneza, haijalishi viapo vilivyowekwa,
haijalishi madhabahu walizoinua, haijalishi kafara zilizotolewa, haijalishi uovu uliofanyika. Hii ndio sababu Yesu alikufa jamani. Hii ndio sababu Yesu alikufa msalabani. Ili tusiangamie, ili tusiendelee kuwa watumwa, ili tusiendelee kunyanyaswa, ili tusihangaishwe na giza, ili tusihangaishwe na giza. Hii ndio sababu Yesu alikufa. Mandarabasa ndarabakurus. Hakuna miungu yenye nguvu kuliko Mungu wetu, wala hakuna mizimu yenye nguvu kuliko Mungu wetu. Kuzimu wanaelewa, mashetani yanaelewa, mapepo yanaelewa, mizimu inasikia. Kuzimu wanaelewa, kuzimu wanaelewa, mashetani yanaelewa, mizimu inaelewa, mapepo yanaelewa, wachawi wanaelewa, wachawi wanaelewa, wachawi wanaelewa, wakuu wa giza wanaelewa, falme zinaelewa kwamba yuko Yesu aliye hai. Hata kama walikuwa wanatumia uovu kama lango, wanajua kuna rehema za Bwana, wanajua kuna neema ya Bwana. Rabasanda Rindo Robos inua mikono yako juu sasa. Hii ni saa ya kuomba. Hii ni saa ya kumwita Bwana. Hii ni saa ya kumwita Bwana. Hii ni saa ya kumwita Bwana. Ashuke kama moto, ashuke kama moto. Hii ni saa ya kumwita Bwana. Hii ni saa ya kubadilisha hatima. Hii ni saa ya kumwita Bwana. Hii ni saa ya kumwita Bwana. Ashuke kama moto kwenye familia zetu. Hii ni saa ya kumwita Bwana. Hatutoe kwenye mashimo, hayo mashimo ya laana, hayo mashimo ya umasikini, hayo mashimo ya mateso, hayo mashimo ya uovu, hayo mashimo ya magonjwa, hayo mashimo ya mateso, hayo mashimo ya vifungo, hayo mashimo ya maagano. Hii ni saa, 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 hii ni saa. Nafsi zilizoharibiwa zinapokea uponyaji leo, sio kesho. Leo sio kesho. Miili iliyoonewa na shetani inapokea ukombozi leo, sio kesho. Leo sio kesho. Maisha yaliyofichwa kwenye ulimwengu wa roho kupitia madhabahu za giza, kupitia madhabahu za kichawi, kupitia madhabahu za familia, kupitia madhabahu za ukoo, kupitia madhabahu za miji, kupitia madhabahu za mashetani, hayo mateso yaliyoachiliwa leo lazima yaondoke. Leo lazima yaondoke. Leo lazima yaachie. Usiogope. Leo ni siku yako ya muujiza. Usiogope. Hakuna ugonjwa wa kumshinda Bwana. Hakuna mauti itakayokaa kwenye maisha yako. Usiogope. Leo ni siku yako ya muujiza. Leo ni siku yako ya muujiza. Leo ni siku yako ya muujiza. Leo ni siku ya kukumbukwa kwa familia yako. Leo ni siku
yako ya muujiza, yale maswali yasiyokuwa na majibu, yale ambayo umekuwa ukisema, kwa nini Mungu asikumbuke familia yetu? Hatuna hata watu ambao wanaweza kuwa na sauti kwenye familia. Leo ni siku ya muujiza. Leo ni siku ya muujiza wako. Leo ni siku ya muujiza wako. Leo ni siku ya muujiza wako. Simama kwa miguu yako, wewe ambaye ulikumekaa. Nyosha mikono yako, fuatana na mimi maombi haya. Jiandae sasa. Nyosha mikono yako, fuatana na mimi maombi haya. Paza sauti yako. Paza sauti yako. Nyosha mikono yako juu kabisa. Fuatana na mimi maombi haya. Kama unaweza kusimama, simama. Ndio maana ulifunga leo. Lazima uondoke hapa. Ulimwengu wa roho ukiwa umebadilika. Hizo nguvu za giza, hiyo roho inayokudondokea usiku, kama vile umedondokewa na chatu, umedondokewa na nyoka, ili kudhibiti maisha yako, leo kuanzia sasa, huyo nyoka atapasuka vipande vipande na ataachia maisha yako. Huyo nyoka anayekufukuza ili usiwe na makazi, jioni ya leo kichwa chake kinapondwa, atapasuka vipande vipande na maisha yako yatakuwa huru kabisa. Hautakaa udondokewe na nyoka tena usingizini. Fuatana na mimi maombi haya. Tapaza sauti yako, hata ikiisha acha iishe. Sauti yako ni silaha kwenye ulimwengu wa roho, ni silaha kubwa. Sauti yako inamaanisha kile kilicho moyoni. Sauti yako inamaanisha kilicho moyoni. Ukiona mwenzako anadondoka chini, usihangaike naye, watahangaika wahudumu. Ukiona mwenzako anatapika, mpishe tu atapike vizuri, lakini usihangaike naye, kwa sababu kuna watu hapa wanaenda kuachiliwa. Hayo maroho yaliyokuwa yanamiliki familia, yakijua na wewe amekuzuia, hayatakuzuia kuanzia sasa. Hayatakuzuia. Hayo magonjwa yaliyoko kwenye familia, wewe lazima yakuachie. Lazima yakuachie, na familia yako lazima ipone. Na hao wachawi walichofanya kwenye maisha yako, kila walichokifanya kwako kinarudi kwao mara 7. Kinarudi kwao mara 7. Kinachomoka na kurudi kwao mara 7. Hawataweza tena kukuzuia wala kukuchezea. Utapaza sauti yako kwa nguvu sana. Sema, Mungu uliye hai. Ona kama vile umesimama peke yako mbele za Mungu, na unataka mbingu zisimamie haki yako iliyokanyagwa na mashetani. Unataka mbingu zitoe hukumu juu ya haki yako iliyocheleweshwa, haki ya afya yako, haki ya baraka za kiuchumi, haki ya baraka za kifamilia iliyocheleweshwa. Unataka mbingu zitoe hukumu. Omba kwa imani na toa sauti. Sema, Mungu uliye hai. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jioni ya leo, jioni ya leo ninasimama mbele zako. Wewe ni baba yangu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni baba yangu. Jioni ya leo, jioni ya leo ninakuamini Bwana, liko jambo umekusudia kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu,
umeyaona mateso yangu, umeyaona maumivu yangu, maumivu ya moyo wangu, umeyaona machozi yangu. Jioni ya leo, jioni ya leo, Mungu uliye hai, nimeinua mikono yangu, sala ya kunyenyekea. Sina Mungu mwingine isipokuwa wewe. Ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya familia niliyozaliwa, juu ya uovu wote unaofanywa kwenye familia, kwenye uzao wangu. Huo uovu uliofanywa na unaofanywa, ninaomba Bwana, samehe, 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 samehe kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo, yes, 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 yes. Ninakuita kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia. Fungua maisha yangu, 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 ponya maisha yangu. Jioni ya leo, jioni ya leo, fungua familia yangu. Kila madhabahu, kila ibada ya miungu mingine inayofanyika kwenye familia, Bwana, jioni ya leo, jioni ya leo, ninaikataa hiyo ibada, ninaivunja. Iachie maisha yangu, familia yangu, kuanzia sasa. Kila kafara, kila damu iliyomwagika, jina langu na jina la uzao wangu na familia yangu likatajwa, Bwana, ninaachilia damu ya Yesu iondoe hayo madhara, hivyo vifungo, hayo maagano, hizo roho zilizotumwa kushambulia, kuharibu afya yangu, maisha yangu. Jioni ya leo, enyi roho za mizimu, roho za miungu, roho za mashetani, roho za kichawi, mapepo, kwa jina la Yesu, ondoka, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa. Kemea kila roho, vunja kila madhabahu, kemea kila roho, roho ya ugonjwa, roho ya umasikini, roho za kichawi zilizotumwa kuharibu maisha yako. Fire in Jesus. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia
ya moto sasa kwenye ulimwengu wa roho. Ndio. Kwenye familia yako tunapindua, tunaangusha hizo madhabahu, tunabomoa sasa, tunabomoa kila kilichojengwa kinachozuia familia yako kwa damu ya Yesu. Wako wapi wakina mama? Wako wapi mabinti? Wako wapi vijana wanaojua hii ni saa yao? Hii ni saa yao, hii ni saa yao. Kila kilichopandwa na adui kinang'olewa, kinang'olewa, kinang'olewa. Yes, yes, yes. Endelea. Usiache, paza sauti yako. Kuna kitu kinafanyika. Hiyo roho walioipanda kwenye kichwa chako, waliopanda kwenye moyo wako ili uwe na maumivu, naing'oa sasa sinaharibiwa. Moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes. Sasa kuanzia sasa. Yes. Endelea. Yes. Tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Jina la Mungu Baba, na la Roho Mtakatifu. Amen. Moja